Na ofisi ya mkuu wa mkoa na wakuu wa wilaya wote, wao ndio makatibu tawala wa wilaya, wao ndio maafisa wa mwanzo wanaotakiwa kusimamia michezo. Kwa hiyo taasisi yote inayofanya mambo ya michezo katika wilaya yoyote katika mkoa, wanapokuwa na tatizo na jambo lolote, wawaone makatibu tawala wa wilaya, kwa sababu wao ndio makatibu wa kamati za michezo katika ngazi ya wilaya, lakini pia katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo serikali imewaweka wao washirikiane na vyama vya soka, washirikiane na wadau. Kwa hiyo ninamshukuru katibu tawala wa mkoa kwa maelekezo mazuri ambayo aliyatoa kwako na wenzio, na sisi tunachoweza kusema ni kwamba mwakani tutakusaidia ili mashindano ya nchi nyingine waweze kuja hapa Mwanza, kwa sababu Mwanza ndiyo kitovu cha nchi ya maziwa makuu. Kwa hiyo watakapofika hapa kutoka Burundi, kutoka Uganda, kutoka Kenya, kutoka nchi jirani ya Rwanda, kwa hiyo mashindano yatakuwa ni mazuri zaidi, lakini pia yatakuwa ni mashindano ya East Africa kweli kweli. Kwa hiyo matumaini yangu hili litafanikiwa, na serikali tutawapeni support ili muweze kufanya kazi nzuri. Kazi ya serikali ni kuweka mazingira mazuri tu kwa ajili ya wadau wa michezo na sekta nyingine kuweza kufanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo sisi hatutasita. Changamoto ulizozieleza tumezisikia, tutashirikiana na wewe kuzifanyia kazi ili mwakani mfanye mambo mazuri zaidi. Kwa vituo vyote ambavyo vilivyoshiriki au vinatarajia kushiriki, kwanza kabisa lazima wazingatie misingi ya ufundishaji. Misingi ya ufundishaji kwa maana mtoto aandaliwe vema. Kuandaliwa vema maanake yeye kama ana miaka 14 asipewe mafunzo ya miaka 20. Hapo nadhani atakuwa ameandaliwa vizuri. Lakini katika masuala ya kinizamu, lakini pia nizamu nyingine ni kwa upande wa makocha vile vile. Kocha anakuja hapa anajiandaa kuchukua tu kombe, kwa hiyo ana udanganyifu unakuwa mkubwa sana. Kwa swala hilo nadhani kamati ya ufundi imelisimamia vizuri kabisa. Hakukuwa na changamoto kubwa iliyojitokeza kwenye hilo. Jina naitwa Mathias Wandiba, ni mratibu msaidizi wa mashindano ya Rolling Stone, lakini vile vile nilikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Kwa hiyo kwa nafasi yangu kama mwalimu kuna vitu vingi nimeweza kuzingatia, na ndio maana unaona mashindano yameweza kwenda vizuri, na mashindano tumeweza kuyasimamia kutokana na umri. Kwa hiyo nilijaribu kusimamia kila sehemu, kila eneo, kuhakikisha under 20 anacheza kwenye under 20, kuhakikisha under 15 anacheza kwenye under 15, under 17 anacheza kwenye under 17. Na ndio maana mashindano yameisha bila timu kulalamika, kwa sababu kila mtu alicheza kutokana na umri wake. Lakini kikubwa ni kwamba tumeweza kupata wachezaji wengi sana ambao wamejitokeza katika mashindano haya, na kupitia mashindano haya, na uzuri alikuwepo uchaguzi wa TFF ambao ulikuwa unaongozwa na Boniface Pawasa. Mashindano hayo peke yake kila kituo kimeweza kutoa wachezaji wengi. Kwa hiyo wachezaji ambao wameweza kuchaguliwa ni wachezaji zaidi ya 30 kupitia wachezaji ambao wamekuja kwenye mashindano hayo. Kwa hiyo unaona faida ambayo kwamba mtu angekaa Tarime au angekaa Mbogwe, lakini kuja kwake hapa kumeweza kusaidia kuonekana, na mwisho wa siku wameweza kupata nafasi ambazo wameweza kuchaguliwa kwenye timu za taifa za vijana. Mimi kwa kifupi niseme kwanza tunashukuru sana mashindano haya kufanyika katika mkoa wetu, mashindano ambayo yameibua vijana kutoka sehemu mbalimbali. Yaani tukiangalia hapa tuna vijana takriban 300-400 kutoka maeneo mbalimbali wamekuja kukutana hapa kwa ajili ya kushindana, hivyo kuonyesha uwezo waliokuwa nao. Sisi tumpongeze Bwana Hamisi Selemani kama mkurugenzi wa mashindano haya, na amesema kwamba yataendelea manake mwakani. Kwa tunaomba kama viongozi wa vituo mbalimbali tujitokeze kwa wingi ili tuwape fursa vijana wetu waweze kuperform, kuonyesha kile tulikuwa nacho. Kingine mimi nitoe wito kwa wazazi. Vituo vyetu hivi vina ushirikiano mkubwa na wazazi, kwa sababu mtoto kuja kukaa hapa wiki moja, wiki mbili bila mzazi kulizia inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo wazazi waone kwamba hizi fursa kwa watoto wao, basi watupe fursa kutukubalia watoto wao tuje nao ili waweze kuonyesha uwezo wao katika mashindano kama haya. Kwanza mimi nimepata faida. Ni kweli Nyamagana nimekuja mimi mwenyewe, lakini nimetoa watoto 10 ambao wamekwenda timu ya taifa kupitia mashindano haya, kwa sababu tuliitwa hapa nikapeleka watoto Nyamagana, wametoka 10 kwenda timu ya taifa. Kwa hiyo hao ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo na washauri na waomba, ni kweli mashindano haya ili uweze kushiriki yana gharama kubwa. Sasa tujaribu kuwashirikisha wazazi. Kwa mfano kuna academy hizo nyingi zinajitolea
Kwa hiyo sasa tuwashirikishe wazazi na wazazi nao wawe na moyo wa kuweza kusapoti